Wakizungumzia kadhia hiyo, wakazi wa maeneo hayo wanasema kuna changamoto hapa, daraja kukatika toka juzi usiku mpaka leo hii. Unaona kabisa ukapaji ni wa shida, watu wanahangaika, ni gharama. Tunaomba serikali tuone kwa jicho la tatu, watu endelee na biashara zao. Tunaathirika na usafiri wa mabasi kwa wageni wa kuingia na kutoka. Inawalazimu mabasi kutokufika huku moja kwa moja, na hivyo inapelekea mtu kulipia gharama kutoka mjini, anafikia fumu kupata tena gharama usafiri kuja hapa, akifika hapa tena kutoa 500 tena kufika nje kupata tena pikipiki, akiwa na mzigo mkubwa inamgharimu kiasi kikubwa. Tumeamua kupandisha mtumbu kwa bodaboda kuleta hapa, watu wanavuka kwa 500 bali napata kipato chao kuna. Akitoa taarifa kwa mkuu wa mkoa wa Katavi, mkuu wa wilaya ya Tanganyika Bwana Onesmo Buswelu amesema hakuna vifo vilivyotokea kutokana na tukio hilo. Tumefanya kazi moja ya kuwasihi wananchi toka jana wawe watulivu kwenye maeneo yao, na ndio maana hapa leo tunazungumza wote tuko wazima. Kilichokwama hapa ni watu kuvuka katika njia ambayo waliizoea. Siwe kwa hata mmoja wetu wa kuzembea na kufanya uzembe ama kulazimisha mambo ambayo ni hatari alafu ikaleta madhara. Kufuatia kadhia hiyo, mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko amewataka wakala wa barabara kufanya haraka katika kurejesha mawasiliano ya barabara. Lakini zaidi nataka niwahakikishie kwamba serikali ipo, na ndio maana tuko hapa kuja kuhakikisha kwamba mawasiliano haya yaliyokatika yanarejea kwa haraka na maisha yanaendelea kama kawaida. Kikubwa, kila mwananchi chukua tahadhari wakati wote, kwa sababu mvua bado ni kubwa, na mwezi wa 3 huu utakaoanza kesho kutwa tunatarajia mvua nyingi zaidi.